Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Maonyesho ya 8 ya CIIE, bidhaa za maonyesho zaanza kuwasili Shanghai. Teknolojia mpya yamwezesha aliyepooza kutembea tena, na kituo kipya cha biashara ya kimataifa Guangzhou chachochea biashara kati ya China na Afrika. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na karibu. Bidhaa za maonyesho kutoka sehemu mbalimbali duniani zimeanza kuwasili Shanghai kupitia taratibu zilizorahisishwa za forodha na bandari, huku maonyesho ya 8 ya kimataifa ya uagizaji bidhaa ya China CIIE yakikaribia. Hamis Darwish anatuarifu zaidi. Maonyesho hayo yanatarajiwa kufanyika Shanghai kuanzia Novemba 5 hadi 10, huku meli za mizigo kutoka baharini zikiwa zimeanza kuwasili moja baada ya nyingine tangu mapema Oktoba. Asubuhi ya Jumatano, meli ya mizigo ya COSCO Prince Rupert iliyosajiliwa nchini Singapore ilitia nanga katika bandari ya maji ya kina ya Yangshan mjini Shanghai, ikiwa imebeba kundi la kwanza la bidhaa za maonyesho kwa ajili ya CIIE kupitia bandari hiyo. Bidhaa hizo zilisafirishwa moja kwa moja kutoka bandari ya Changse nchini Peru hadi Shanghai katika safari iliyochukua siku 23 pekee. Mizigo hiyo inajumuisha kazi za mikono za vigae na sufu ya alpasa zenye mvuto wa kipekee wa asili ya eneo hilo, na bidhaa nyingi zitazinduliwa kwa mara ya kwanza kwenye maonyesho hayo. Ili kuhakikisha taratibu za forodha ni salama na fanisi kwa ajili ya maonyesho, mamlaka ya ukaguzi wa mipakani ya Shanghai imeanzisha hatua za kurahisisha huduma, ikishirikiana na mashirika mengine ya ukaguzi, kampuni za bandari na usafirishaji kufungua njia za kijani kwa ajili ya kushusha na kusafirisha tena bidhaa za maonyesho. Tulikamilisha taratibu za ukaguzi kabla ya meli kufika, wakati bado ilikuwa safarini kuja Shanghai, jambo ambalo lilirahisisha shughuli za kushusha mizigo pindi tu lilipowasili. Pia tumetoa kipaumbele kwa meli ambazo zinabeba bidhaa za maonyesho haya na wahudumu wake wakati wa kuingia. Mchakato wa ukaguzi sasa ni wa haraka zaidi, na muda wa kusubiri kwa ajili ya mabadiliko kwa wahudumu wa meli umepunguzwa. Meli zaidi za kimataifa zilizo na bidhaa za maonyesho zinaelekea Shanghai kadri tarehe ya maonyesho yanavyokaribia. Usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya bahari unatarajiwa kuendelea hadi mapema Novemba. Madaktari nchini China wamefanikiwa kumsaidia mtu aliyepooza kabisa kutembea tena kwa kutumia teknolojia mpya ya kiolesura cha uti wa mgongo na roboti. Hayo yakiwa ni mafanikio ya kwanza duniani ya aina yake. Ronald Mutie alifuatilia basi mafanikio hayo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Timu ya madaktari katika hospitali ya pili ya chuo kikuu cha Jilin iliyoko katika mkoa wa Jilin kaskazini mashariki mwa China imefanikiwa kumsaidia mwanaume aliyekuwa amepooza kabisa kupata tena uwezo wa kusimama. Mafanikio haya yanawakilisha tukio la kwanza duniani ambapo teknolojia ya kiolesura cha uti wa mgongo na roboti imefanikiwa kumwezesha mgonjwa mwenye kupooza kabisa kiwango cha juu cha kupata uwezo wa kufanya kazi na mambo ya kawaida. Kurejesha uwezo wa kufanya shughuli kwa wagonjwa wenye kupooza kwa kiwango cha juu kumeendelea kuwa changamoto kubwa katika ulimwengu wa tiba. Li Bochi ambaye ni mwenye umri wa miaka 35, afisa wa polisi wa usalama barabarani kutoka jiji la Fuyu mkoa wa Jilin, alipata jeraha kutokana na ajali aliyopata, na hivyo basi kuwa na jeraha kubwa la uti wa mgongo. Ajali hiyo ilisababisha kupooza kabisa na hata kupata ugumu wa kupumua. Daktari bingwa wa upasuaji wa uti wa mgongo Hu Mifei alifanya upasuaji wa dharura mara baada tu ya ajali, na ingawa upasuaji huo uliokoa maisha ya Liu, hakuweza kurejesha uwezo wa kufanya mambo yake ya kawaida. Akiwa anakabiliwa na hali hiyo ngumu, timu ya Hu iliamua kujaribu mbinu ya kibunifu iliyoweza kumpa mgonjwa nafasi ya kurejesha udhibiti wa mwili wake.
We took a bold step by directly applying the spinal interface technology to the injured part of his spinal cord. While we had done some preliminary research before, this was the first time we used it in such a complex surgery. Kwa mujibu wa kwa wagonjwa wenye majeraha makubwa ya uti wa mgongo wa shingoni, mawasiliano ya neva kati ya ubongo na uti wa mgongo hukatika kabisa. Teknolojia hii inahusisha kupandikiza elektrodi ndogo sana kwenye sehemu ya jeraha ili kuchochea na kudhibiti seli za neva ambazo zinahusika na harakati za viungo, hivyo basi kusaidia mgonjwa kurejesha udhibiti wa hiari wa viungo vilivyopooza. After we activated the spinal interface and started electrophysiological modulation, the patient's hand began to move. That moment was thrilling. It proved that the neural circuit from the brain to the spinal cord to the hand was reconnected. Baada ya mafanikio ya awali, timu ya iliendeleza matibabu ya wiki 2 ya kudhibiti neva na nguvu ya misuli ya liu zikaongezeka kwa kasi kubwa. Baada ya miezi 3, madaktari waliandaa mpango maalum wa ukarabati unaounganisha kiliosura cha uti wa mgongo na roboti. Kupitia ishara sahihi za neva kutoka kwenye kiliosura na msaada wa roboti, Liu aliweza kupiga hatua ya kwanza tangu ajali hiyo. Kwa Liu, uzoefu huu umebadilisha maisha yake kabisa, na sasa ana matumaini makubwa ya kuendelea kupata nafuu. Kitovu kipya cha biashara ya kimataifa kilichozinduliwa katika wilaya ya Nansha, Guangzhou kimeanza kuimarisha kwa kasi ushirikiano wa kiuchumi na biashara kati ya China na Afrika, wakati biashara ya kimataifa ya China ikiendelea kuonyesha ukuaji mzuri. Kituo hicho kinachojulikana kama China Africa Greater Bay Area International Business Center ndicho cha kwanza katika eneo la Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area kilichobobea katika kushughulikia masuala ya ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Afrika. Simiyu Wanjala anatuarifu zaidi. Kituo hiki kilizinduliwa rasmi Jumanne, na wakati huo huo Madagascar ilitangazwa rasmi kuwa mshirika wa kwanza wa kituo hiki. Takwimu zinaonyesha kuwa biashara ya nje ya China iliongezeka kwa 6% katika robo ya 3 ya mwaka huu, ikiwa ni mara ya 8 mfululizo kwa ukuaji huo kuonekana. Ukuaji huu unachochewa na kuimarika kwa ushirikiano wa kimataifa, hususan barani Afrika. Nansha, eneo lililo kusini mwa Guangzhou, tayari linajulikana kwa bandari zake za kisasa na sera rafiki za kibiashara huria. Kwa sasa limewekwa katikati ya jukwaa la kimataifa kupitia uzinduzi wa kituo hiki cha biashara chenye lengo la kutafsiri mipango ya kiuchumi kati ya China na Afrika kuwa miradi halisi ya maendeleo. Madagascar, taifa la kisiwa kilichoko kusini mashariki mwa Afrika, ni mshirika wa kwanza rasmi wa kituo hiki. Kituo hiki kipya kinajumuisha maghala maalum, vituo vya kina vya usafirishaji majini, sera za kodi zinazovutia, pamoja na njia 25 za moja kwa moja za meli kutoka China hadi Afrika. Yote haya yakilenga kuifanya Nansha kuwa lango kuu la baharini la China kuelekea Afrika. Pia kituo hiki kinatoa huduma za one-stop services kama ushauri wa sera, msaada wa kisheria, urahisishaji wa uwekezaji na uratibu wa minyororo ya usambazaji, vyote vikifanyika chini ya pamoja. Kwa sasa bidhaa maarufu za China kama pikipiki za betri tayari zinaangaziwa kama sehemu ya kuuza Afrika. Aidha, milango imefunguliwa kwa ushirikiano katika sekta za teknolojia ya kidijitali na nishati safi. Mpango huu unakwenda sambamba na mwenendo wa kitaifa. Katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka huu, mauzo ya bidhaa za China nje ya nchi yaliongezeka kwa 7%. Maafisa wamesema kuwa jukwaa hili jipya la Nansha litaongeza uwekezaji wa pamoja kati ya China na Afrika katika sekta za kilimo, madini, nishati safi na uendeshaji wa bahari za kisasa, hivyo kujenga uhusiano wa muda mrefu na wa kunufaishana kati ya pande hizo mbili. Bandari ya kimataifa ya magari ya Haitong iliyoko katika bandari ya Waigaoqiao mjini Shanghai imefanikiwa kusafirisha zaidi ya magari milioni 1 kwenda mataifa ya nje katika kipindi cha robo 3 za kwanza za mwaka huu. Kila siku meli kadhaa huondoka bandarini hapo zikiwa zimebeba maelfu ya magari ya Kichina yanayoelekea masoko ya kimataifa. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Kila siku kati ya meli 2 hadi 3 za kimataifa za mizigo huondoka kutoka bandari hiyo. Jumatano wiki hii
meli mbili maalum za aina ya RoRo, yani roll on roll off, zilisafirisha magari 4,083 kutoka China, yakiwemo magari 450 yaliyotengenezwa Chongqing kuelekea Mexico. Meli za aina ya RoRo zimeundwa kwa ajili ya usafirishaji wa magari, zikiwa na njia maalum zinazowezesha magari kupandishwa moja kwa moja kwenye meli zenye ghorofa nyingi za mizigo. Matumizi ya meli hizi yanaonyesha mabadiliko makubwa katika mfumo wa usafirishaji wa China, kutoka kwa kutegemea meli za kukodi hadi kutumia meli zinazomilikiwa na kujengwa nchini humo. Hii imeziwezesha kampuni za magari za China kuwa na udhibiti mkubwa zaidi wa minyororo yao ya usambazaji duniani. Bandari ya kimataifa ya magari ya Haitong ina eneo la mita za mraba milioni 1.1 na uwezo wa kuhifadhi magari 350,000 kwa wakati mmoja, ikiwa na uwezo wa kusafirisha hadi magari milioni 1 kwa mwaka. Mwaka wa 2024 pekee, bandari hiyo imesafirisha magari milioni 1.3, ikivuka lengo la milioni 1 kwa mwaka wa 4 mfululizo, ishara kwamba magari ya China yanaendelea kupata soko kubwa zaidi duniani. Mkutano wa dunia kuhusu China umekamilika mjini Shanghai, China. Mkutano wa pili wa China Studies umekamilika Jumatano asubuhi jijini Shanghai, mashariki mwa China, baada ya kuwakaribisha zaidi ya wataalamu na wasomi 500 mashuhuri kutoka pembe zote za dunia kujadili mada mbalimbali na kutembelea maonesho kuhusu ustaarabu wa mijini. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Mkutano huo wa siku mbili wenye kauli mbiu China ya kihistoria na ya kisasa, mtazamo wa dunia, uliandaliwa na ofisi ya habari ya Baraza la Taifa la China kwa kushirikiana na serikali ya manispaa ya Shanghai, ukidhaminiwa pia na taasisi kadhaa za kitaaluma na serikali. Washiriki walisisitiza umuhimu wa kuelezea wazi njia ya China kuelekea kisasa ili dunia iweze kuelewa kwa undani hadithi halisi yenye sura nyingi na ya kina kuhusu taifa hilo. Wengi walibainisha kuwa kuna matarajio makubwa kwa China kuchukua nafasi muhimu zaidi katika kuendeleza ustaarabu wa binadamu. As China became a crucial actor in global economic growth, climate change, global governance, technological innovation, and the global south, so China studies became increasingly important. As China went global, so did China studies. China studies is entering an age of great expansion as the world seeks to understand China, work with it, and learn from it. Katika mkutano huo ilizinduliwa taarifa ya pamoja kuhusu maendeleo ya tafiti za masomo ya China duniani pamoja na orodha ya vitabu vilivyopendekezwa kwa ajili ya utafiti katika nyanja hiyo. Vikao vidogo vilijadili mada kama vile kisasa cha China, mwelekeo wa tafiti za China katika zama za akili bandia na teknolojia ya kidijitali. Mkutano wa kwanza wa aina hiyo uliandaliwa jijini Shanghai mwaka 2023 na toleo la mwaka huu limezidisha azma ya kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kuelewa nafasi ya China katika historia na mustakabali wa dunia. Katika sehemu yetu ya Ifahamu China leo, China imeongeza juhudi za kujenga jamii jumuishi kwa watu wenye ulemavu kupitia maboresho ya usalama wa kijamii na huduma muhimu. Hatua hizi zimewalenga kuwawezesha watu wenye ulemavu kuishi maisha bora, salama na yenye heshima. Kwa mengi zaidi basi, hapa tunajiunga na Zakia Pong katika sehemu hii yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China imeongeza juhudi katika ujenzi wa jamii jumuishi zaidi kwa watu wenye ulemavu
kwa kuimarisha usalama wa jamii na huduma husika na kuwawezesha kuishi maisha tulivu na mazuri. Takwimu kutoka mwezi Desemba mwaka jana zinaonyesha kuwa karibu watu milioni 11.91 wenye ulemavu waliokuwa na hali ngumu ya kifedha wanapewa posho ya kujikimu kimaisha, huku karibu watu milioni 16.23 wenye ulemavu mbaya wakipokea ruzuku ya matunzo. Elimu jumuishi imepanuliwa huku zaidi ya wanafunzi 30,000 wenye ulemavu wakijiandikisha katika elimu ya juu kwa mwaka. Program za kuwawezesha kuishi maisha ya kawaida na ruzuku kwa vifaa vya misaada kwa sasa zinatolewa kikamilifu. Sehemu zinazoongoza kama Beijing, Shanghai na Zhejiang iliyoko mashariki mwa China imejumuisha misaada ya vifaa vya kisasa kama vile miwani za AR zenye tafsiri za viungo bandia vyenye vifaa vya kisasa katika program zao za ruzuku. Zaidi ya familia milioni 1.2 zenye wanafamilia wenye ulemavu mkubwa na hali ngumu ya kifedha zimepata uungaji mkono wa serikali na kuzidi lengo lililowekwa wakati wa mpango wa 14 wa maendeleo ya miaka 5 kabla ya muda uliopangwa. Wakati huo huo, utambulishi wa upatikanaji wa dawa na maelekezo ya dawa jumuishi sasa unahusisha zaidi ya aina 1,500 za dawa na kuhakikisha matumizi salama na rahisi kwa watu wenye ulemavu. Uvumbuzi kama utambulisho wa sauti, vifaa vya kubadili ujumbe wa maandishi kuwa na maeneo na upatikanaji wa filamu kwa sasa vimeendelea kupatikana ili kuondoa pengo la kutengwa kidijitali. Vizuizi pia vinaondoka katika sekta ya usafiri, huku sera kwa watu walioandikishwa kuwa na ulemavu wa kuendesha zikiboreshwa na mamlaka 6 za serikali, wakifanya kazi kuboresha barabara kuu, mifumo ya usafiri wa umma, vivuko na vituo vya vivuko ili kuwahudumia kwa urahisi watu wenye ulemavu. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na katika basi sehemu yetu ya Jifunze Kichina, katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tujifunze Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第8课，马丁比我大3岁。 Sikiliza rekodi hii na usome. 弟弟，弟弟，妹妹，妹妹。 Sasa tunajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 朋友，朋友，同学，同学，也，学生，学生。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 朋友， Tafadhali soma nami maneno haya. 好朋友，好朋友。同学，我的同学，
我的同学。也，我也是学生。我也是学生。学生，小学生。小学生。Magoli ya soka. Unaposoma neno ambalo mtoto wa kiume amelisema vizuri, mtoto huyo atafunga goli. Hebu tumsaidie. Jinsi ya kusoma neno hili. 学生。 Jinsi ya kusoma neno hili. 朋友。 Jinsi ya kusoma neno hili. 同学。 Jinsi ya kusoma neno hili. 弟弟。 Jinsi ya kusoma neno hili. 妹妹。 Sikiliza. Sikiliza rekodi na chagua picha inayoendana nayo. 爷爷比奶奶大3岁。1， 我的苹果比姐姐的多2个。3， 哥哥比我高很多。2， 我的书包比他的书包大。4。 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. 再见。 Na basi kwa mafunzo hayo ya Kichina basi ndipo tunapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.